Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama bado inaendelea kutengeneza vichwa vya habari. Na huko mkoani Ituri ambako tutakwenda kuanzia, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hivi karibuni limeendesha operesheni maalum ya kijeshi katika wilaya ya Mambasa, likilenga maeneo ya kimkakati yanayodaiwa kushikiliwa na wahasi wa ADF NALU. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vinavyofanana, vimedai kwamba operesheni hiyo ililenga hasa eneo la Muchacha lililotajwa kuwa moja ya ngome kuu za kundi hilo katika ukanda huo. Eneo hilo linadaiwa kutumika sio tu kama makao makuu ya operesheni, bali pia kama kituo cha uchimbaji madini haramu, ambapo wahasi walikuwa wakichimba dhahabu na rasilimali nyingine kwa njia isiyo halali. Katika shambulio hilo, vikosi vya serikali vinasema vilisababisha hasara kubwa kwa wapiganaji wa adui hao. Miongoni mwa mafanikio yaliyotajwa ni kuuawa kwa kamanda mmoja anajulikana kama General Musa, ambaye alielezwa kuwa kiongozi wa brigade iliyokuwa ikifanya operesheni katika eneo hilo muhimu. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, operesheni hiyo pia imevuruga kwa kiasi kikubwa uwezo wa kiutendaji na usambazaji wa kundi hilo katika sehemu hiyo ya wilaya ya Mambasa. Ingawa tathmini zaidi bado zinahitajika ili kubaini ukubwa halisi wa hasara na uharibifu uliosababishwa. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya kina iliyotolewa na mamlaka za kijeshi za Kongo kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, operesheni hii inaonekana kuwa sehemu ya juhudi endelevu za FARDC za kufunja mitandao ya ADF NALU inayofanya kazi mashariki mwa DRC, hasa katika maeneo yenye utajiri wa rasilimali ambapo makundi hayo hupata fedha zao. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku operesheni za kijeshi zikiendelea katika eneo hili linalokumbwa na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Harakati ama movement za kujiondoa kwa wahasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na vikosi vya jeshi la ulinzi wa Rwanda RDF zimeripotiwa tena hiyo jana Alhamisi tarehe 26 Machi mwaka 2026 katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, hususan katika wilaya za Ruchuru, Lubero na hata Walikale. Kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali unaofanana, msafara mkubwa wa wanajeshi ulionekana mapema asubuhi katika kijiji cha Tongo katika sheferi ya Bwito wilayani Ruchuru, ambapo wanajeshi wa RDF waliripotiwa kuelekea Kalengera. Wakati huo huo, baadhi ya maafisa wa Rwanda wamesemekana kubaki katika eneo la makazi linalohusishwa na mfanyakazi wa zamani wa rais wa zamani Joseph Kabila anayejulikana kwa jina la Berki. Katika wilaya ya Walikale, majira ya saa 7 mchana hiyo jana, malori mawili ya aina ya Kamaz yalionekana yakichukua wanajeshi wa RDF pamoja na vifaa vya kijeshi vilivyokuwa vimewekwa katika mstari wa mbele katika maeneo ya Minjenje na Mpeti. Harakati hizi zinathibitisha mwelekeo wa kujiondoa uliokuwa ukishuhudiwa tangu mwanzoni mwa wiki katika maeneo mbalimbali. Hadi sasa hakuna mawasiliano rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu au mwelekeo wa mwisho wa kujiondoa, huku baadhi ya vyanzo vinataja uwezekano wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa mjini Washington. Ila katika wilaya ya Lubero, kujiondoa kwa M23 RDF kumeacha hali ya wasiwasi mkubwa wa kibinadamu na kiusalama. Raia kadhaa wanaotuhumiwa kushirikiana na wahasi sasa wanakabiliwa na hatari ya kulipiziwa kisasi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, kuna makundi mawili ya watu wanaohusika. Kundi la kwanza ni wale waliokuwa wakionyesha wazi kuunga mkono wahasi hata kufikia kuikosoa serikali ya Kinshasa pamoja na jeshi la FARDC. Kundi la pili linajumuisha wale waliodaiwa kutumiwa kama watoa taarifa kusaidia kubaini na kuripoti watu wanaoshukiwa kushirikiana na serikali. Baada ya wahasi kujiondoa kuelekea kusini mwa wilaya hiyo, watu hawa sasa wako katika hatari kubwa. Baadhi yao tayari wamekimbia makazi yao, wengine wakifuata wahasi, huku wengine wakielekea Goma au hata kuvuka mipaka kuelekea Uganda pamoja na familia zao. Mkazi mmoja wa Kipese aliyekubali kuzungumza bila kutaja jina kwa sababu za kiusalama anaeleza hali ya hofu
iliyoenea huko, na mnukuu, hatukujulishwa kuhusu uamuzi huu. Familia nyingi ziko hatarini sasa. Niko njiani kuelekea Goma na familia yangu bila kujua hatima yetu itakuwaje, mwisho wa kunukuu. Aidha, vyanzo vya kiusalama vinaripoti kuwa baadhi ya wapiganaji wa Kikongo ambao walikuwa wamejiunga na M23 wanajaribu kujichanganya na raia wa kawaida. Matukio ya kuacha sare za kijeshi na kutafuta vitambulisho kama kadi za mpiga kura ama carte d'électeur. Maendeleo haya yanatokea katika mazingira ya hali tete ya usalama katika mashariki mwa DRC na uwezekano wa kujiondoa kwa wanajeshi wa Uganda katika baadhi ya maeneo unaongeza hofu miongoni mwa wakazi. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha pengo la kiusalama katika muhimili ama akse ya Lubero na Mahagi, na hivyo kuweka hatarini mji muhimu kama Butembo na Beni. Hofu hii inaongezeka kutokana na harakati za wakati mmoja za M23, hali inayozua maswali kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya kimkakati ya nguvu za kijeshi katika eneo hilo. Kutokana na ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa pande husika, sababu halisi za kujiondoa huku bado hazijafahamika. Iwapo ni utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa au ni mkakati wa kijeshi, hali inaendelea kuwa ngumu kutafsiri kwa uhakika. Hata hivyo, ni wazi kuwa raia ndio wanaoendelea kuathirika zaidi na hali hii, wakikumbwa na hofu, uhamishaji wa lazima na kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa usalama katika siku zijazo. Na kuhusiana na mchakato wa amani unaoendelea mjini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23, kwa sasa umesimama kwa muda mrefu katika mazingira yanayoonyesha ukosefu wa maendeleo ya maana uwanjani. Akizungumza Jumatano hii mbele ya mabalozi na wawakilishi wa kidiplomasia walioko Kinshasa, Bibi Waziri wa nchi anayehusika na mambo ya nje, Bibi Therese Kaikwamba Wagner, alieleza kuwa kusimama huku hakusababishwi na tofauti za ndani kati ya pande husika, bali kunachangiwa na kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati ama Moyen-Orient, jambo linaloathiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja mwenendo wa mazungumzo. Licha ya hali hiyo, mkuu huyo wa diplomasia ya Kongo alisisitiza kuwa serikali ya Kinshasa inaendelea kujitoa katika mchakato wa Doha unaoonekana kama njia muhimu ya kufikia utulivu wa kudumu wa mzozo huo. Aliongeza kuwa mawasiliano ya karibu yanaendelea kufanyika kati ya Kinshasa na mamlaka za Qatar kwa lengo la kulinda mafanikio yaliyopatikana na pia kuchunguza uwezekano wa kurekebisha muundo au ratiba ya mazungumzo hayo. Hata hivyo, katika uhalisia wa uwanja wa mapambano, matokeo bado hayajaonekana. Zaidi ya miezi minne baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya tarehe 15 Novemba mwaka 2025 yaliyojengwa juu ya itifaki 8 za mada mbalimbali, ni itifaki 2 pekee ndizo zinaripotiwa kukamilika hadi sasa, kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na mchakato huo. Wakati huo huo, hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa, huku pande zote zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, jambo linalozidisha hali ya kutoaminiana. Katika mazingira haya, mustakabali wa mchakato wa Doha unaonekana kuwa wa mashaka, ukitegemea kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya hali ya kisiasa ya kimataifa pamoja na uwezo wa wahusika kurejesha mazungumzo yenye tija. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa kuzidi kuhabarika zaidi kutoka kwetu, tunakuomba ubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uendelee kufaidi habari moto kutoka Kibenge TV. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.